Ukitazama vizuri mchezo wa Young Africans na Azam FC ni mchezo ambao inaonekana kama kocha wa Azam aliamua kuwapa Yanga ushindi kwenye mchezo wa jana kutokana na selection ya wachezaji ambayo aliifanya kwenye timu yake. Yaani katika hali ya kawaida hauwezi kuwa unacheza na timu kama Yanga afu unaenda kujaribu wachezaji kwenye position fulani. Unapoenda kucheza dhidi ya Yanga haupaswi kujaribu wachezaji kwenye position fulani, bali unapaswa kupanga kikosi ambacho kitakupa matokeo ya ushindi. Endapo utaingia kwenye mchezo dhidi ya Yanga na kwenda kujaribu wachezaji fulani kwenye mchezo dhidi ya Yanga, amini kwamba utaenda kujiathiri kwa kiasi kikubwa na itapelekea kwenda kupoteza mchezo kirahisi kabisa. Ndio kitu ambacho amekifanya kocha wa Azam FC. Hajafanya selection nzuri ya wachezaji, kitu ambacho kimepelekea kwenda kupoteza mchezo kirahisi. Yanga ni timu ambayo ina quality kubwa sana. Kwa hiyo usipofanya selection nzuri ya wachezaji wako, ni rahisi sana kwenda kuathirika kwenye mchezo husika. Kwa mfano kwenye mchezo wa jana alifanya mabadiliko fulani kwenye eneo la ulinzi, mabadiliko ambayo yalianza kuleta kuwapa urahisi Yanga kwenda kupata matokeo ambayo ni mazuri. Kwenye ule mchezo amemchezesha Evameza kama center back. Lakini kikawaida Evameza sio center back. Evameza yule ni kiungo. Na unavombadilisha kiungo kwenda kucheza kama center back, manake lazima ufanye practice ama uanze kutrain kwenye uwanja wa mazoezi, uone kwamba anachokupa ni kizuri, na kama ni kizuri unaamua kwenda kukitumia kwenye mchezo husika. Lakini kama anachokupa sio kizuri, haupaswi kwenda kumchezesha kwenye mechi kubwa. Ingekuwa Evameza amecheza kwenye mchezo labda dhidi ya Coast au dhidi ya mizani yote wa kawaida akacheza kama center back na akacheza vizuri, hiyo ingekupa assurance ya kwenda naye kwenye mechi kubwa. Lakini Evameza hajacheza mechi yote kubwa, mechi yote ndogo akicheza kama center back, au hakuna mechi ambayo amecheza kama center back na akafanya vizuri. Bado ni center back ambaye anacheza kwa mashaka, lakini pia huoni kama ana hiyo spirit ya kucheza kama center back. Kwa sababu vitu vingi ambavyo anavifanya uwanjani kwanza anafanya kwa mashaka, manake mwenyewe hajiamini. Na kwa nini hajiamini? Hajiamini kwa sababu hajawahi kucheza kama center back. Huyu ni kiungo. Na mbaya zaidi amemchezesha Evameza kama center back. Wakati huo ana mtu kama Landry Zuzwa yupo bench. Na Landry Zuzwa ni center back ambaye Azam FC walimsajili kwa lengo la kuja kupunguza matatizo kwenye eneo la ulinzi. Lakini mwisho wa siku hawajamtumia kwenye mchezo dhidi ya Yanga. Sasa kama humtumii mtu kwenye mchezo dhidi ya Yanga, unataka umtumie kwenye mchezo gani? Kwa sababu watu kama Landry Zuzwa ni wachezaji bora sana kwenye maeneo ya ulinzi. Hawa ni wachezaji ambao unapowaleta kwenye kikosi unawaleta kwa ajili ya kusaidia kwenye mechi kubwa na mechi ndogo. Lakini unamtumia mchezaji kwenye mechi ndogo, alafu kwenye mechi kubwa humtumii. Kwa sababu gani? Unataka nini? Manake kuna uwezekano mkubwa kocha wa Azam FC hakuwa amewasoma vizuri Yanga, au alikuwa amewasoma vizuri Yanga, lakini alitengeneza mazingira ya kuwapa urahisi Yanga kupata matokeo bila yeye mwenyewe kujua. Kwa sababu unapokuwa na wachezaji wazuri kwenye mechi kubwa ndio wachezaji ambao wanawatumia. Yaani ni maajabu unacheza na Yanga afu eti unamweka Landry Zuzwa nje, labda unamweka unaacha kumtumia kwenye kikosi cha kwanza. Unataka nini? Kwa sababu mechi kama hizi ndio mechi ambazo unapambana kwa ajili ya kutafuta alama tatu. So unapopambana kwa ajili ya kutafuta alama tatu, make sure kwamba wale wachezaji wako wazuri unawatumia vizuri, unawapa nafasi kwenye hizo mechi kubwa ili waweze kukuonesha uwezo mkubwa. Mimi binafsi yangu naamini kwamba kocha wa Azam FC alikosea. Hakupaswa kumchezesha Evameza kwenye eneo la ulinzi kwa sababu sio mlinzi, ila ni kiungo na viungo sio viungo wote wanaweza kucheza kama walinzi. Kuna dhana moja imejengwa na makocha ambao ni mbaya sana. Na of course hata wadau mbalimbali pia wa michezo wanayo, kwamba kila mchezaji ambaye anacheza kwenye kiungo basi anaweza kucheza kama center back. Sio kweli. Yaani wapo viungo ambao wanaweza kucheza kama center back, lakini wapo viungo ambao hawawezi kucheza kama center back. Kuna sifa fulani ambazo center back anapaswa kuwa nazo. Kama kiungo anazo, anaweza kutumika kule kwenye maeneo yote mawili. Lakini kama huyo center back hana hizo sifa, kama huyo kiungo hana hizo sifa za center back, hawezi kwenda kumtumia. Kwa mfano Evameza hana sifa za center back, kwa hiyo hawezi kumchezesha kwa namna moja ama nyingine. Unaona mfano mtu kama Jonas Mkude ni mchezaji mzuri sana, lakini yule mchezaji ambaye anaweza kucheza pia kama center back na akacheza, labda tu kwa sababu ya kimo chake, lakini anaweza kucheza vizuri kama center back kwa sababu ya utulivu wake alionao. Yaani center back lazima, ukicheza center back lazima una utulivu fulani, usio na hamahama. Hata jana ni kwa sababu Yanga wenyewe walishindwa kujua namna ya kumzuia kutumia madhaifu ya Evameza. Lakini kama wangeweza vizuri kujua madhaifu ya Evameza na wakatumia vizuri, wangeweza vizuri kwenda kuwafunga ya Azam mabao mengi. Kuna makosa madogo madogo ambayo alikuwa anafanya Evameza ambayo yalikuwa yanasababishwa na kutokuwa na experience kubwa ya kucheza kama center back, na ndio maana
aliweza kufanya vibaya kwenye mchezo wa jana, lakini hayo ni makosa ya benchi la ufundi kumpa nafasi ikiwa ana mtu kama Landry Zuzwa yuko benchi amekaa ametulia. Lakini pia ukimtazama hata kocha wa Azam FC the way ambavyo timu yake inacheza, timu imebadilika sana kutoka ilivyokuwa inacheza msimu uliopita na inavyocheza msimu huu. Na msimu kati ya vitu ambavyo vinaisumbua sana Azam FC wala sio wachezaji kwa 100%. Yapo maeneo ambayo wachezaji kweli wanachangia, lakini kwa kubwa sana kocha wa Azam FC anachangia kuifanya Azam FC kuwa timu ya kawaida kwenye ligi kuu na kwenye mashindano mbalimbali ambayo wanashiriki ya FA ambao pia wameshatolewa na Pamba. Yaani Azam sidhani kama wanaweza kuendelea au sishauri Azam waendelee na mwalimu wao mwishoni mwa msimu huu. Yaani mwanzoni mwa msimu unaokuja. Yaani inabidi mwishoni mwa msimu huu ile ndoa ya kwake na Azam FC iweze kuishia pale, kwa sababu kwa staili hii, kwa namna ambavyo wanafundisha, ataifanya Azam iendelee kuwa timu ya kawaida na ataifanya Azam iendelee kupotea zaidi, isirudi kwenye ule ubora ambao walikuwa nao msimu uliopita chini ya Yusuf Dabo. Chini ya Yusuf Dabo timu ilikuwa bora sana. Timu ilikuwa imara sana. Ilikuwa inacheza dhidi ya Yanga na unaona game nzuri. Hata jana tumeshuhudia game nzuri. Lakini makosa ni mengi na makosa ya Azam jana yameanzia kwenye selection ya wachezaji. Huwezi kuwa unaenda kucheza na Yanga alafu unamweka Landry Zuzwa benki mzuri unamweka nje, unaanza kumchezesha kiungo Evameza yeye awe kama mlinzi wakati. Ni kutaka tu kuwapa matokeo Yanga.